Msanii Bahati amekuwa na wakati mgumu katika kaunti ya Kisii, wakati ambapo amekuwa ana promote kampuni ya kwake ya betting, akikawa reflectors mafans wamejaa, ama watu wengi pia wametaka kujua sana kuhusiana na issue ambayo imekuwa trend kwenye mitandao ya kijamii. And of course watu wamekuwa ni wengi sana wakimuuliza Bahati kuhusiana na mamake, ama kutokana na DNA test ambayo imekuwa trend sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengi pia wametaka kujua ili Bahati mwenyewe aweze kuambia kutokana na ile issue kama yule ni mamake ama kulienda vipi, kwa sababu kuna issue ama kuna stories ambazo watu wengi wamekuwa kieneza kwenye mitandao ya kijamii wakisema kwamba Bahati aliweza kufanya DNA test na yule mama ambaye alikuja wazi kwenye mitandao ya kijamii na kusema kwamba yeye ndiye mamake mzazi, ama yeye ndiye mamake msanii Bahati. And of course Bahati mwenyewe aliweza kudai kwamba ataweza kufanya DNA test ili aweze kujua kama ni mamake ama ni michezo tu ya mitandao ama kiki ambayo wanaifanya, kwa sababu ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii watu wengi walikuwa na maoni tofauti kutokana na ile issue ama kutokana na ile story. Kila mtu alikuwa na comment yake tofauti, wengine wakisema kwamba Bahati huenda kuna kitu ambacho anakipanga ama kuna ngoma ambayo anataka kuachilia, kwa sababu watu wengi wamemzoea sana Bahati kufanya kiki before aweze kurelease song ama before aweze kulaunch kitu yoyote. Anapenda sana mambo ya kiki, so watu wengi wamemzoea kwa hilo. And of course katika hile pia watu wengi ukiangalia hawakuweza kulichukulia serious kabisa, kwa sababu wanajua Bahati siku zote huwa anacheza na akili ya Kenya, ama huwa anaenjoy watu kwenye mitandao na kufanya mambo fulani ambayo inawashtuanga watu wengi sana, kwa sababu ukiangalia pia katika hili watu wengi walikuwa wanadai kwamba hawezi kufanya kiki ama clout na mamake ambaye aliweza kuiaga dunia miaka 25 iliyopita, kwa sababu ni issue ambayo watu wengi wanaiona kuwa ni serious kabisa na haiwezi kuwa kiki, ama Bahati hawezi kufanya kiki na kitu kama hicho, kwa sababu kufanya kiki na mama mzazi ambaye aliyekufa ni issue tofauti sana, ama ni kitu tofauti sana na mambo ya mitandao. So watu wengi wamekuwa na maswali mingi wakijiuliza kutokana na statement ambayo Bahati mwenyewe aliweza kusema kwamba ataweza kufanya DNA ama DNA test iweze kufanyika ili pia yeye mwenyewe aweze kujua, kwa sababu alisema kwamba hii pia naye imempata ghafla na haelewi kabisa kama ni mamake mzazi ama ni uongo tu, kwa sababu mama mwenyewe aliweza kudai kwamba amekuwa akimtafuta msanii Bahati kwa muda mrefu sana. And of course aliweza anamuna katika TV stations ama katika ngoma za kwake ambazo zimekuwa zina trend, amekuwa akimuocha, amekuwa akimtafuta kwa muda mrefu, lakini hakuweza kumpata, kwa sababu kumbuka pia Bahati ni msanii mkubwa. And of course mafanikio ya kwake ni makubwa sana, so pia kumpata imekuwa ni ngumu sana katika mitandao. Mama aliweza kujitokeza kabisa na kusema kwamba Bahati ni mwanae ama Bahati ni mtoto wake. So Bahati ameleta attention sana kwa Kenya. And of course katika kila kitu ambacho anakifanya, ukiingia kwenye Instagram account ya kwake akiweza kupost kitu, watu wengi wanamuuliza kuhusiana na ile issue, kwa sababu tangia tu Bahati mwenyewe aweze kuja kwenye mitandao na kusema kwamba amesikia ile story ama ile story imeweza kumfikia, kulikuwa na issue ya DNA, na watu wengi ukiangalia kwenye mitandao wamekuwa wakifuatilia ili waweze kujua kama aliweza kufanya ile DNA ama ni chocha tu, kwa sababu ukiangalia ni issue ambayo ilikuwa serious kidogo, na watu wengi walitaka kujua kama ni ukweli, kwa sababu ni kitu ambacho hakijawahi kutokea kabisa katika maisha ya kwake, na watu wengi walikuwa wanaamini kwamba wazazi wake msanii Bahati ama mama ambaye anamzaa hayuko kabisa na aliweza kumzika, kwa sababu ukiangalia pia kwenye mtandao Bahati kuna ngoma kadhaa ambazo aliweza kuimba kilia kifo cha mamake, kwa sababu anasema kwamba mamake angekuwa uhai hangetezeka ama hangeumia hivyo, kwa sababu kumbuka Bahati maisha yake ameweza kulelewa katika children's home, kitu ambacho mamake mwenyewe alisema kwenye mtandao ya kijamii kwamba aliweza kumpeleka katika children's home kwa sababu hakuwa na uwezo wa kumlea kutokana na umaskini ambao mamake alikuwa na, kitu ambacho kilikuwa ni emotional sana. Ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii watu wengi katika comment section wanasema kwamba huenda huyo akawa mamake Bahati, na
pia baadhi ya watu wanamfananisha sana yule mama na watoto wake msanii Bahati. Wengine wanasema kwamba yule mama anafanana na watoto wa Bahati kutokana na pictures ama videos ambazo zimekuwa sina trend katika ama zinaenda viral katika mitandao ya kijamii. So Bahati katika kupromote kazi ya kwake, watu wengi wamejaa sana, wengine wakitaka kujua kutokana na ile issue ama kutokana na DNA test, kwa sababu Bahati mwenyewe alisema kwamba atafuatilia ile issue kwa sababu hajaijukulia kama jokes kabisa. Ukiangalia pia kuna reactions tofauti katika familia ya kwake. Pia bibi ambaye ni Diana Maro alikuwa na reaction ya kwake tofauti kuhusiana na ile issue. Alafu pia watoto wa kwake tuliona katika Instagram clip fulani ambayo Bahati mwenyewe aliweza kuipost. Kila mtu alibaki na mshangao kwa sababu kitu kama hiki sio rahisi kufanyika kabisa, na watu wengi walikuwa wamesahau mambo na mamake, ama Bahati mwenyewe pia alikuwa amemsahau mamake, lakini hili mwenyewe anasema kwamba lilimweza kumshtua sana. So guys, tunazidi kufuatilia ile issue ama ile story ili tuweze kujua ni nini kitaweza kuhappen, ama tunafuatilia ili tuweze kujua Bahati ataweza kusema nini kutokana na ile issue, ama results itakuwa zitaweza kutoka lini na sitazema vipi, kwa sababu Bahati mwenyewe aliweza kuleta attention kwenye mitandao, na ukiangalia kwa sasa watu wengi wanataka sana kujua results za DNA ili waweze kufahamu kama ni mamake mzazi ama ni kiki ama ni clout ambayo Bahati anaifanya kwenye mitandao ya kijamii. Na kumbuka reports kama hizi ama mambo ambayo ina trend kwenye mitandao unaipata katika Trendy Reports ama Trendy TV, kwa sababu sisi ndio tunakuletea uhondo na stories kamili ambazo zina trend kwenye social media. Ningependa tu pia uweze kuniachia maoni ya kwako kuhusiana na Bahati, issue ya kwake ama issue ambayo ina trend sana kwenye mitandao, video ambayo iliweza kwenda viral, mama kudai kwamba ni mamake mzazi. Ningependa pia tuweze kuniachia maoni ya kwako. So guys, tupatane kwenye comment section, na nakushukuru sana kuweza kuipenda na kutazama video ya kwetu. Usisahau kusubscribe, like na kushare.